Waswahili wanasema baada ya dhiki ni faraja, na usiku wa deni haukawii kuisha kabisa. Mara baada ya wiki kadhaa za huzuni kwa waamini wa kanisa Katoliki kote duniani kufuatia kifo cha Papa Francis, sasa hivi matumaini mapya yametokea mara baada ya kuwa amepatikana papa mpya ambaye anategemewa kuliongoza kanisa Katoliki lenye waumini zaidi ya bilioni 1 kote duniani. Anaitwa Papa Leo wa 14, lakini huenda wengi hawamfahamu kiundani. Basi nami ningependa nikupitishe kwa kiasi angarau uweze kumfahamu Papa Leo wa 14 ambaye amebeba jukumu jipya la kuongoza Wakatoliki kote duniani. Mimi ni Jires Umela, ukipenda unaweza kuniita Swax ID. Makadinali takribani 133 waliovalia mavazi mekundu kutoka pembe zote za dunia wamemaliza kupiga kura katika uchaguzi wa siri, huku wakizuiliwa kutoka nje au kuwa na mawasiliano yoyote yale na dunia ya nje hadi pale walipokuwa wamemaliza jukumu la kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki kote duniani, ambaye huyo anakuja kuongoza waumini zaidi ya bilioni 1 duniani. Jina lake halisi anaitwa Robert Francis Prevost. Amechaguliwa kwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki Mei 8, 2025, ambayo itabaki kwa siku ya kihistoria kwa kila muumini wa kanisa Katoliki duniani. Huyu anakuja kuungana na mapapa wengine na anaingia kwenye orodha ya kuwa papa wa 267 katika historia ya kanisa. Lakini pia ni mwanachama wa kwanza wa shirika la kitume la Mtakatifu Agustino kufikia cheo hicho cha juu kabisa katika kanisa Katoliki. Alizaliwa Septemba 14 mwaka 1955 huko Marekani na anaingia katika historia ya kuwa papa wa kwanza kutokea nchini Marekani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni kiongozi ambaye ni msomi sana. Ana shahada ya sayansi ya hisabati ambayo alipata katika chuo kikuu cha Villanova mwaka 1977. Shahada ya uzamili ya teolojia ambayo alipata katika chuo kikuu Catholic Theological Union kilichopo Chicago. Shahada ya sheria za kanisa ambayo aliipata katika chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquinas huko Roma, Italia. Lakini shahada ya uzamili wa sheria za kanisa ambayo alipata katika chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquinas huko Roma, Italia. Lakini pia shahada ya uzamivu, yani PhD ya sheria za kanisa ambayo alipata mwaka 1987 chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquinas huko Roma, Italia. Alipata daraja la upadre mwaka 1982. Lakini kuanzia mwaka 1985 alihudumu kama missionary nchini Peru, akifanya kazi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya Amerika Kusini. Amekuwa mkuu wa seminari ya Agustino huko Trujillo kwa zaidi ya mwongo mmoja. Akiwa kama mkuu wa seminari ya Agustino, alisifika sana kwa kujitolea kwake katika kuhudumia jamii, lakini vile vile kufanya kazi kwa muda mrefu sana huko Amerika Kusini. Ametumikia kama mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2013, akiongoza shirika hilo la kimataifa kwa vipindi viwili mfululizo. Mnamo mwaka 2014 aliteuliwa kwa askofu wa Chiclayo huko Peru, ambako alihudumu hadi mwaka 2023. Na mwaka 2023 aliteuliwa na aliyekuwa papa kwa wakati huo, kwa maana Papa Francis, kuwa mkuu wa idara ya maaskofu, akisimamia uteuzi wa maaskofu kote duniani, na mwaka huo huo aliteuliwa kuwa kardinali. Papa Leo wa 14 anajulikana sana kwa unyenyekevu, upole na kujitolea kwa jamii zilizotengwa, na kama papa ameahidi kuendeleza mageuzi ya uwazi ya mfumo wa kifedha na kuhimiza umoja na amani kote duniani. Katika hotuba yake ya kwanza kwa umma kutoka kwenye dirisha la Basilika ya Mtakatifu Petro, ametoa ujumbe wa amani na umoja, akizungumza kwa Kiitaliano na Kihispania, lugha ambazo anazifahamu kutokana na huduma yake ya muda mrefu huko Amerika Kusini. Kwa hivi sasa Papa Leo wa 14
amebeba matumaini ya Wakatoliki wengi duniani, hasa kwa nyakati hizi ambapo kanisa Katoliki linakumbwa na changamoto nyingi, ikiwemo upungufu wa vijana wenye miito ya kipadre hasa katika nchi za Magharibi, kushughulikia nafasi ya wanawake ndani ya kanisa, suala ambalo limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu. Mahusiano ya kidini atahitaji sana kukuza mazungumzo ya dini nyingine na kushughulikia changamoto za kisasa zinazokabili kanisa. Papa Leo wa 14 anachukuliwa kwa kiongozi mwenye mtizamo wa kati, akichanganya misimamo ya kihafidhina katika mafundisho ya kanisa na mitizamo ya mabadiliko katika masuala ya kijamii. Uzoefu wake kimataifa na utayari wa kusikiliza unampa nafasi ya kuunganisha waumini wa kanisa Katoliki duniani kote katika enzi hii mpya ya uongozi. Kwa hivi sasa mitaa yote ya Vatican lakini pia duniani kote wanafurahi juu ya nafasi yake kama papa na matumaini mapya aliyoyabeba kwa kanisa Katoliki. Utendaji kazi wake ndani ya kanisa Katoliki utakuwaje? Kuna mabadiliko yoyote ambayo tuyategemea kutoka kwake ndani ya kanisa Katoliki? Majibu ya maswali yote hayo yatapatikana kulingana na muda ambavyo utazidi kwenda, maana subira yavuta heri.